Awi? Tunaofahamiana, tufanye namna hii ambao tumewahi kukutana. Itakuwa ni wale wa Iringa, si ndio Naitwa mrakibu wa polisi Glory Christopher Mtui, mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Iringa. Udereva ni taaluma. Awi? Udereva ni nini? Ni taaluma. Na ndio maana sasa hizi tunaelekeza sana macho yetu kwa madereva kuhakikisha kwamba tunapata madereva wenye taaluma. Kwa maana kwamba uelewe namna ya kuendesha na uzielewe sheria za usalama barabarani na uelewe ni kitu gani unatakiwa kufanya barabarani. Awi? Kwa maana hiyo basi hatutarajii chuo cha VETA Iringa kutoa bora dereva. Tunataka tutoe dereva bora. Tunataka tutoe dereva bora ambaye anaelewa taratibu zote za matumizi ya barabara, utumiaji sheria mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba tunazipunguza ama kuzimaliza kabisa ajali za barabarani. Awi? Kwa maana hiyo basi nitaongea kwa kifupi na kusummarize mafunzo yenu kwa upande wa usalama barabarani. Kwa hiyo naamini ya kwamba wote mtakuwa mmejifunza ajali ni nini na vyanzo vyake. Awi? Kama umejua ajali nini na vyanzo vyake, utatakiwa ujue namna gani ya kujiepusha. Awi? Lakini lazima ujue madhara yake ni kitu gani ukisababisha ajali kwako pamoja na jamii inayokuzunguka pamoja na vyombo. Awi? Lakini vile vile natarajia kwamba utakuwa umeufahamu ili ujiepushe na ajali za barabarani unatakiwa uzingatie nini? Hasa kwenye upande wa udereva wa? Na ukijihami unapata faida gani? Awi? Nafahamu faida za kujihami? Ndio. Hebu tujitaje hata kwa mara moja kabla sijamkabilisha afande kamanda. Unaepusha ajali kutokea. Kingine? Salama na amani. Unaendelea kudumisha salama na amani. Kingine? Utawalinda watumiaji wengine wa barabara. Hivyo hutaleta madhara kwa watumiaji wengine wa barabara, si ndio? Kingine? Kulinda rasilimali. Utalinda rasilimali. Unatuharibia lile gari unaloliendesha. Si umeua ofisi? Si ndio? Kwa ili usiue ofisi lazima uzingatie udereva wa kujihami. Ili ile gari liendelee kuwepo, uendelee kulitumia, na yule mwingine anayetumia chombo cha moto aendelee kutumia, na yule anayetembea kwa miguu aendelee kutumia barabara, aendelee kuzalisha nchi yetu iendelee kusonga mbele. Awi? Tumeona tunavyokwenda Tunakwenda pamoja. Kwa maana tukiyazingatia mambo hayo, tutakuwa na madereva ambao ni bora na wanaoweza kutumia barabara zetu kwa usahihi. Tukiondokana na tabia ya ubinafsi, umengangania site wakati una uwezo wa kuepuka, ukahama, ukamsaidia mwenzako kama mazingira yanakuruhusu. Kwa hiyo tukijiepusha na mambo yote, tutakwenda vizuri. Awi? Tukiwa na utulivu, tutakwenda vizuri. Kwa sababu pia tuko na afande kamanda wa polisi mkoa wa Iringa. Yeye atakuja na mada nyingine ambayo ataizungumzia. Naendelea kuwakumbusha kuzingatia sheria za usalama barabarani ili Iringa na Tanzania endelee kuwa salama, alikadhalika kwenye nchi ambazo mnazitembelea. Asanteni. Karibu afande. Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi jeshi la polisi na kauli mbiu yetu. Hiyo kauli mbiu yetu nataka mimi niwafundishe. Lakini pia pamoja na kuwafundisha niwaambukize. Ukiondoka nayo, sisi kama madereva ambao tunakwenda kuhitimu na naamini tutakaofaulu. Na hata kama utapungua tutatafuta namna ufaulu. Kauli mbiu yetu ya jeshi la polisi nasema, mtakuwa mnarudia nikitaja sasa. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Msingi wa mafanikio yetu. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Msingi wa mafanikio yetu. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Yaani hiyo principle hata sisi madereva tunaweza tukaiapply. Kwa sababu ukiwa na nidhamu, wewe kama dereva mwenye nidhamu, utapiga nyoka mafuta. Wewe kama dereva una nidhamu, utachapisha gari kwenda kupakia sehemu nyingine ambayo kuelekezwa. Kama dereva una nidhamu, hautazingatia muda ambao unapangiwa kama wewe ratiba yako ni kutoka hapa, muda wa kufika ni muda fulani. Unaenda kwa mchepuko. Unaacha safari yako. Kwa maana hiyo ni item ya nini? Hapo nidhamu yako lazima iwe juu. Lakini kwenye haki maana yake kwamba wewe una haki zako kama dereva, lakini na dereva mwenzio ana haki yake. Mtumiaji mwingine wa barabara ana haki yake barabarani. Right of way. Uzingatie haki yako, haki ya mwenzio. Una changamoto iseme, taratibu zipo. Kwa sababu unaona kuna makundi yale ya madereva yale. Kuna issue ya kumwambia tu RTO, wewe umeenda kwenye kundi. Kuna changamoto ambayo ukipeleka kwenye kundi inaanza kuleta mtafaruku wakati itakiwa itatuliwe. Si mnanielewa vizuri? Kwa sababu sisi tunavyoishi na nyie, tunaishi na nyie kama familia ya madereva, lakini na nyie muishi kama familia ya nini? Ya polisi. Kwa sababu sisi na nyie hatukwepani.
Tumekwenda kwenye nidhamu na haki. Weledi. Sasa simko shule hapa. Hapo unachokuja kufanya nini? Kupata nini? Weledi. Au tunasema professionalism. Yaani unaongeza ujuzi, sawa ili uwe dereva mzuri zaidi kuliko pale mwanzoni. Lakini kwenye weledi pale pia, sasa kwa mfano kwenye sheria sana barabarani, uijue vizuri. Mimi ni dereva wa gari mnaita HGV, sio? Si ndio mnazosomea? Lijue gari lako. Hiyo ni moja item ya weledi. Kama ulijui gari lako, maana yake ni kwamba kuna shortfalls zingine ambazo hutazishughulikia. Tumekwenda kwenye nidhamu, haki, weledi, mwisho nini? Uadilifu. Hasa kwenye uadilifu nadhani majibu yanajieleza yenyewe. Kuwa mwadilifu, timiza wajibu wako, shirikiana na viongozi wako kama unapata changamoto kama tulivyosema, lakini usiwe mtu ambaye ni wa kujenga taharuki, lakini wewe ni mtu ambaye ni wa kutafuta suluhisho la matatizo ambayo unayo. Awi? Hapo tuko sawa Ndio. Kwa tuzingatie hayo. Kwanza mimi niwapongeze sana kwa hatua mliofikia. Tulikuwa tunafuatilia kwa sababu sisi pamoja na VETA, wenzetu VETA ni timu moja. Kama ni familia, huku kuna baba, huku kuna mama. Inawezekana huku kuna kaka, huku kuna dada. Nyie mkija mnakuwa ni familia yetu kama watoto sasa kwa lugha nyingine. Kwa hiyo hakuna unayeweza kumkwepa. Tunajifunzia hapa, tutakuja kutahiniwa, tutasimamia mitihani, mtamaliza, tutakwenda kupata madaraja yetu yanayotakiwa kwenye baada ya kufaulu. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo. Sisi hapa VETA ni nyumbani, VETA kwetu kwao ni nyumbani. Na nyie vile vile. Sasa mimi nataka niwabadilishe, niwatuni kwenye kuwa waadilifu kwa maana ya kutafuta suluhisho la matatizo yenu kwa njia ambazo sio za kujenga taharuki. Mnaona kwenye mitandao? Tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu ambao umeshaanza pilika zake, kampeni tunakwenda kwenye kupiga kura. Sio? Sasa mtu yeye anakuingiza kwenye kujenga taharuki. Bahati mbaya na wewe sasa uelewa ni mdogo, unaingia kwenye kundi, unaanza kuweka ushabiki. Tayari wewe ni mhalifu. Ni nani? Mhalifu. Tayari ni mhalifu. Jamani, nyewe mnaweza mkaona mlivyokaa hapa amani ilivyojaa tele. Sasa leo hii mpaka siku utakayokwenda kupiga kura, hali ni hii. Kwa hiyo asikutishe mtu. Subiri leseni yako itakapokuwa mpya, chukua familia yako, kula ubwabwa na mama na watoto, halafu kapige kura. Mitaa itakuwa iko huru, iko vizuri, sisi tupo. Anayekuja yule anayekutisha wewe, tutakutana naye sisi, sio wewe. Awi? Tutakutana naye sisi, lakini wananchi tu tunawaambia, nyinyi ni madereva yetu, lakini wananchi mna watu wengi. Watu wajue kupitia kwenu kwamba amani ipo. Hii nchi tumesimamia amani tangu kipindi cha uhuru mpaka leo hii. Lakini Tanzania ni nchi ya mfano ambayo wenzetu wengi mashahidi mmetoka nje ya mipaka. Mnajua moto ulioko kule nje kuswala la amani. Sisi hilo kwetu haipo. Kwa hiyo usitishike na mtandao, usitishike na jirani yako, subiri yeye atoke, alafu mwambie umetoka, mimi naanza kupiga kura. Awi? Kwa hiyo mjue kwamba sisi tutasimamia swala la ulinzi na usalama wa kuanzia mpiga kura. Tutasimamia vifaa vya kupigia kura, tutasimamia eneo inapopigiwa kura kwa maana premise, tutasimamia mgombea, tutasimamia mpaka zile kura mpaka mwisho kwamba hasa hapa tumemaliza kupiga kura, mshindi ametangazwa, kama ni mgombea kiti cha urais ameshinda, ametangazwa, wabunge, madiwani tumemaliza. Tunarudi kwenye ratiba za kawaida. Tunaanza kupiga mkoko, sijui gia iko kushoto kulia. Kama ni left hand utapiga, wewe kapiga mkoko wako vizuri tena kwa malingo, unapiga gia mpaka unalalia huko. Ila changamoto yote wewe sisi tuambie labda iwe sehemu nyingine tofauti na Iringa, lakini changamoto yote sisi tuambie, chagua kumpigia. Ukiona huko Iringa na changamoto, mpigie DTO, mpigie RTO, mpigie RPC, mpigie mkuu wetu VETA, mpigie mwalimu. Yeye piga popote unapoona unahitaji msaada wakati wowote. Nyie mpange na nyie mjipange, na sisi tutaona tunaongeza nini kwenye bajeti yenu ya nini? Ya hiyo vibe yenu ya graduation. Hivyo wanavaa majoho? Hapana. Wanavaa cheti za VETA. Lakini hakuna kitu nimekipenda. Mimi nashauri kwenye mwongozo wa chuo. Kwenye mwongozo wa chuo, sitoi amri, lakini mwongozo wa chuo utasimama. Yaani kwenye mafunzo muda wote. Sio kama ndio hii sasa tunatumia hii sare. Yes, ndio hiyo sare yao. Si muda wote? Yes, muda. Sasa mbona leo tumevaa tofauti? Hao watakuwa labda walifua, si eti? Kwa mfano kama wewe. Nayo lakini walifua basi wao wanakuwa nazo mbili. Inaleta faraja. Mfano leo hapa mnaona sisi tulivyopendeza. Sasa hii mkipiga wote hiyo inaleta raha fulani.
Lakini najua kuanzia kesho au siku nyingine kama mnafanya hivyo, sio? Basi hilo basi tuachie uongozi wa chuo, nadhani isiwe kosa, lakini nadhani tutaendelea vizuri. Basi tunawashukuru, sisi tunaomba tuendelee na ratiba zingine. Kwa majina naitwa Ezekiel Mduge, ni mwenyekiti wa darasa ambalo tunategemea kufanya mtihani na intake ya 35. Kwa niaba ya wanafunzi wenzangu, kwanza tunapenda kuwakaribisha afande RPC, mama na DTO hapo. Lakini jambo la pili, nipende kupongeza sana jeshi la polisi kwa ufanyaji wao wa kazi mzuri kwa kufuata sheria na kusimamia kile wanachokiamini. Kwa kweli tunawapongeza sana. Karibuni sana, mtuombee tufanye mitihani, tufaulu vizuri, tuwe madereva wazuri barabarani. Lakini jambo la pili, kwa niaba ya wanafunzi wenzangu tena, kwamba sisi napenda tuwe mabalozi. Mabalozi kwa namna gani? Kwa kushauri wenzetu ambao wako nyuma yetu hawajaja kusoma, waje wasome, wasipite njia za mikato zile zimeshapitwa na wakati. Waje wasome, wafaulu, wapate cheti, waendelee na kazi, kutekeleza majukumu yao kama kawaida, kulea familia na kila kitu. Tunawashukuru sana, asanteni sana, tunawakaribisha tena na tena. Asante sana. Hapa tuko chuo cha VETA ambapo tumehudhuria darasa ambalo linamaliza mafunzo ya uendeshaji wa magari ya mizigo, heavy goods vehicle, ambalo kuanzia kesho wanaanza mitihani. Sisi ni sehemu ya wakufunzi kwa maana jeshi la polisi, lakini pia wasimamizi kwenye upande wa maendeleo yao ya kufanya mitihani. Lakini kikubwa tu ni kwamba madereva wengine ambao hawajahudhuria mafunzo, tunashauri wajiandikishe kuhudhuria mafunzo kwa ajili ya kuongeza weledi, kwa sababu bila hii taaluma kuiongezea ujuzi, wengine wanakuwa njiani kule wanakuwa wanaharibu. Lakini ukishakuwa na weledi wa kutosha, basi tunaamini kwamba utakuwa na uwezo pia kuelekeza wenzako, lakini mwenyewe kujiongoza vizuri muda wote unapokuwa barabarani, kuanzia kutekeleza usalama barabarani, lakini na mifumo ya magari yenyewe, lakini pia na kujali watumiaji wengine wa barabara. Wito wangu watu waendelee kuwa na mwamko, lakini pia kwa sababu unapokuwa una weledi wa kutosha baada ya mafunzo, pia soko lako la ajira litakuwa kubwa, tofauti na mtu ambaye kidogo mafunzo yake yako chini. Kwa tunatoa wito pamoja kwamba tunaenda mwisho wa mwaka, awamu inayofuata hiyo wajiandikisha kwa wingi. Hapa tumeona kuna watu zaidi ya 130, lakini wote wako vizuri na wanahitimu, lakini nadhani kwenye sehemu zao za ajira watakuwa wameongeza ile kuaminika wa upande wao wa wale waajiri wao. Vinginevyo sisi kama jeshi la polisi mkoa wa Iringa tunaendelea na usimamizi wa mazoezi ya kampeni za uchaguzi ambazo zinaenda vizuri mno, hatujapata changamoto yoyote. Wananchi wanaitikia kama kawaida kwa vyama vyote vya siasa, lakini tumehakikisha kwamba sisi tunaendelea na ufuatiliaji wa mtu yote ambaye anaweza kusababisha rabsha. Tunaona maeneo mengine mitandao, watu wanatumia mitandao ya kijamii, lakini kwa ujumla sisi tumetoa elimu ya kutosha na taasisi zingine zimetoa elimu ya kutosha, wananchi wenyewe wamepata uelewa wa kutosha, na tunapeana nao ahadi kwamba wao watajitokeza kwa wingi kupiga kura. Lakini pia tunaona mwingine yote ambaye bado ana hofu, basi hofu aiondoe, ajue kwamba sisi jeshi la polisi tupo, vyombo vingine vya ulinzi na usalama vipo, taarifa tunazifuatilia, tunaona kwamba hali itakuwa shwari na tutakuwa maeneo yote. Kwa hiyo atakayejitokeza kuvuruga amani, basi sisi tutakuwa na yeye, hatakuwa na wananchi, ila sisi tutakuwa na yeye. Wananchi wataendelea kupiga kura kama kawaida kwa amani na utulivu. Kwa hiyo watu wajitokeze, wapige kura, watumie haki yao ya kidemokrasia kuchagua viongozi wao ambao wanaona kwamba watawaongoza katika wigo wa maendeleo ya nchi yetu kadri tunavyoendelea mbele. Kwa Iringa pengine imeshaonekana viashiria vya aina hiyo unavyosema? Kwa Iringa viashiria kwa kweli hatujapata, zaidi ya watu tu ambao hawajitambui, wadogo ambao wanapata elimu na wanaelewa. Kuna watu ambao wanaingia kwenye makundi ambao sio rasmi, ambao unakuta mengine yanaongozwa na watu kutoka nje ya nchi, lakini nje ya hapa ambao kimsingi wanakwenda vizuri na wenyewe, na kila mtu akipata elimu ya kutosha anaelewa. Mwingine anaingia kwenye kundi bila kujua, lakini kwa sababu naona tunakwenda vizuri na wananchi wana imani kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vipo na sisi jeshi la polisi tutasimamia vizuri na tutahakikisha kwamba kura zinapigwa kwa amani mpaka kufikia uapisho, lakini na maisha mengine baada ya kampeni na uchaguzi yataendelea.